Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana katika channel yetu hii. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia masomo ambazo tunaendelea kutoa na kupeperusha kwenye channel hii. Ubarikiwe na Bwana. Kujitambua ni mwanzo wa wokovu wako. Kujitambua ni mwanzo wa wokovu wako. Rafiki na mpendwa mtazamaji, tunakuja na somo linaloelezea kuhusu tabia ya choleric. Kumbuka video ambayo imepita tulielezea kuhusu tabia ya Sankin. Tuliona Sankin na choleric wanakuwa katika kundi moja la watu wanaoonekana na tabia ya nje. Yaani tabia zao zinaonekana sana nje. Ndio maana Sankin yeye alikuwa katika kwenye kikundi wa saikolojia, wanamweka katika kundi la wachekeshaji. Yeye anachekesha sana, anakuwa na udhaifu wake, amali zake program. Unafanya kazi hii, anaifanya, anapenda fanya na hii, anaweza kufanya kazi zote kwa pamoja na zote hazitaisha. Lakini leo tuone choleric ana tabia gani na Mungu anahitaji uwepo wa Mungu katika hali gani katika tabia yake. Tutaomba. Baba wetu na Mungu, asante kwa neema yako kubwa ambayo umetupa. Mbariki yule mtazamaji, mtakase na umtawale. Bariki maisha yake, mpatie akili na hekima ya kuweza kujitambua ili aweze kutengeneza safari yake ya kuelekea mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tabia ya choleric. Rafiki mpendwa, tuone tabia ya choleric. Lakini kabla ya kuisoma, pima kuona mahali ambako tunapatikana ni kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 9 aya yake ni ya 3 hadi ya 6. Matendo ya Mitume 9 aya 3 hadi ya 6 inasema, alipokuwa akisafiri, ikawa akakaribia Damaski, ghafula mwanga mkuu kutoka mbinguni ukamwangazia pande zote. Akasema, wewe unani Bwana? Naye akasema, mimi ndiye Yesu unayeperuzi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupaswavyo kufanya. Mungu abariki neno lake. Hii Matendo ya Mitume 9 inaelezea kuhusu Paulo, mtume wa Mungu. Na kabla ya kuelezea kuhusu mtu huyu, tuone kwanza tabia ya wakoleri. Saikolojia inatuonyesha kwamba choleric amekuwa mtendakazi ambaye pia anakuwa na tabia ya pekee ambaye ni kiongozi bora. Na yeye sasa katika uongozi wake anahitaji uwepo wa Roho wa Mungu ili aweze kuongoza vizuri sawasawa na Mungu. Tabia ya kwanza ya hawa choleric ni viongozi wa asili na watu wa kujiamini. Viongozi wa asili na mtu wa kujiamini sana. Choleric hahitaji kusukumwa ili afanye tendo, ili afanye kazi, ili afanye proje yake fulani, programu yake ili aifanye. Hahitaji kusukumwa. Unamkuta yeye programu ikikuwa, ataingia katika programu hii. Hata amshwa, hata sukumwa. Utamkuta yeye anafanya kazi yake kwa utaratibu kulingana namna alivyoambiwa. Na watoto kama wale unaweza kumpatia kazi 5 hawezi kuzifanya, lakini ukimpatia moja ataingia katika hiyo moja, atafanya nyingine atakapojihakikishia mwenyewe amemaliza hiyo. Ni mtoto ambaye ama ni mtu ambaye ukimwambia utafanya hivi, hivi ndivyo atakavyofanya. Yeye anafanya kitu kulingana namna umemwelekeza. Anatenda kitu, anahakikisha yeye kimeisha. Yaani yeye ni kiongozi bora. Hata katika watu unakuta, katika watoto utamkuta yeye akiweka program za uongozi. Anasema wewe utafanya hivi, wewe utaitwa baba, wewe utaitwa mama, wewe utafanya hivi. Yeye unakuta yeye ni kiongozi wa asili, yeye ni kiongozi wa asili. Na huyu anajiamini sana. Na kwa kujiamini kwake anapenda kufanya kazi na hakati tamaa upesi. Yeye katofauti anakuwa na tofauti kuliko yule Sankin. Yeye huyu anapenda kufanya kazi na hakati tamaa kwa upesi. Akifanya kazi atahakikisha imeisha.
hata jukumu likuwe namna gani, atajisaidi aifanye. Na utamkuta yeye hata ingia katika hiyo vipindi vya wale ambao ni wasankini. Wasankini wana papasa, yeye anajiweka kumstaafu ili atimize kazi yake na achoke, hakate tamaa kwa upesi. Jambo lingine, wao wa kolerike ni si mtu wa kutishwa wala kuonewa. Juani ukimkuta yeye ni katoto kijana ama ni kasichana, akisikia mwenzake amemuonea kanampiga, au katapigwa kanapokuwa kametamani nako kumpiga. Yeye unakuta watoto ama ni mtu hapendi aonewe. Yeye ukimkuta hata namna yake ya kuvaa, utamkuta atatamani tu kila moja amshukuru. Hiyo ni yake, hapendi aonewe. Na yeye akifika katika watu ambao ni wa juu sana, naye atajifanya kuwa wa juu. Huyo ni choleric, hataki aonewe. Na jambo lingine wa choleric, hata mazingira magumu anasimama imara. Katika mazingira magumu, katika akifanya kitu, utamkuta tu akijitahidi. Na mara nyingi watu hawa hawakuwake na hoga. Wao wana katika mazingira yao magumu namna gani, atasimama. Hao si waoga sana wa kupindukia. Tafadhali mnielewe vizuri. Jambo lingine, haujutii maamuzi yake. Anaamini kwamba kila anachokisema ni nzuri. Hana haja ya kusema utakuja, unamwelekeza. Kila alichokisema ndicho kizuri, na kile ambacho unakileta ni kibaya. Chake njoo mweki ishindwe, kinabidi ashindwe katika wazo lake kabla hajaingilia wazo lake. Na ukiwa na baba mume kama huyu, ujifunze namna utaishi naye. Yeye haambiliwe shauri kwa sababu anajiamini chake ndicho kizuri. Hiyo ndio jambo la wale wa choleric. Kwa hiyo kulingana na jambo hili la wa choleric, wana pia udhaifu wao. Udhaifu wa kwanza ni watu ambao hawapendi suluhu, hawapendi kuomba msamaha haraka, hawapendi kuomba msamaha ama atajishusha ili apate amani. Yeye akiona kitu kimechafuka anakuambia acha kichafuke, acha aende, yule aende tu, hatuna haja ya kujishusha ili tuombe msamaha. Umeona watu kama wale, yeye hana haja kusema nitaomba msamaha, hakuna. Ni choleric. Na watu kama wale wanakuweko makanisani, kwenye mabaraza, hata katika viongozi. Unamkuta yeye anasema siwezi kumuomba msamaha, vibakie gizi vinakuwa mafu. Unamkuta akianza ongea hii mafu kama lugha yetu si wa Kongomani, mafu. Basi hiyo ni udhaifu wake. Jambo lingine, udhaifu wa huyu mtu, wanapenda dhuluma na ubavu, hawapendi kupingwa. Ukimpinga kidogo, hata katika semina mbalimbali, katika jamii, katika familia, katika baraza, utakuwa umegombana naye. Hapendi kupingwa. Kimpinga umekuwa kama yule ambaye amegusa jicho lake. Jambo lingine, yeye ni mkali na mkaidi, hana huruma. Yeye kukupoteza haijalishi muda. Yeye kukukimbiza, kukutosha katika nyumba, kukutosha katika kazi, kukuondoa kwenye vitabu, haiombi dakika 5. Yeye ni mkali wa kupindukia. Na huyu mtu ambaye ni choleric ni watu wa kulipiza visasi. Analipiza kisasi. Kwa sababu umemfanyisia hivi mke wangu, mtoto wangu, na mimi nitamfanyisia hivi mtoto wako. Nitafanyisia hivi mke wako, nitafanyisia hivi watoto wako, nitafanyisia hivi wale. Yaani yeye moyo wa kulipiza kisasi ndio wake. Na umeona kwamba huyu choleric anahitaji pia Roho Mtakatifu imtawale. Kwa nini anahitaji Roho Mtakatifu? Kumbuka hiyo shairi ambayo tulianza kuisoma, Matendo ya Mitume 9, inatuelezea Paulo namna ambavyo alivyopata uwezo wa unani Roho wa Mungu alipombadilisha. Mtume Paulo ni shujaa aliyekuwa shujaa. Sauli wa Tarso alikuwa choleric, na lakini ukolerike wake alipasuliwa. Mungu alimfungulia neema, na neema ikabadilisha udhaifu wake, ukabadilisha hiyo ujasiri wake katika kuwa katika ukali wa kutenda mabaya,
ukageuka kuwa ukali wa kupeleka Injili. Ni kwamba usijisifie ukali wako, rafiki mpendwa. Usijisifie wewe ambaye unakuwa na chuki, koleriki, au haupendi kusamehe mwenzako. Usijisifie jambo lili, kwani kuna wengi wanajisifia, mina ukinikosea nafanyaka na mwaka, na ninapokuwa katika kikwazo siwezi kusamehe, mimi ni mkali wa kupindukia. Acha kujisifia ukali. Yesu amekufa tayari na tunangoja kuja kwake kwa mara ya pili. Acha kujisifia udhaifu wako. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kukusaidia kutoka katika ule udhaifu wako wa koleri, kukupeleka katika kilele cha kuongozwa kwa Roho ya Mungu. Mungu akubariki rafiki mpendwa. Kwa kweli unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Ona uongozi wako. Haupendaki kosei, haupendaki wa kushauri katika ndoa yako. Wewe ambacho umekifanya, mke hawezi kukuambia, mume hawezi kuambia, mtoto hawezi kuambia, baba tafadhali hapa tungelienda hivi. Tafadhali usijiamini. Amini Mwenyezi Mungu, yeye ambaye anayekuwa na picha yako. Amini yule na uombe ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mungu akubariki rafiki mpendwa. Somo lijalo litaongea kuhusu tabia nyingine. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amina.